Kuna namna ameelewa mipango ya Azam FC ama inakizana na ligi kwa sasa? Mipango ya Azam inaeleweka kwa wao wenyewe Azam FC. Kwa watu ambao wanawatizama haieleweki. Kwa maana ya kwamba kwenye msimu huu, tangu msimu unaanza, walizungumza kwamba wao sasa hivi wanahitaji kumaintain kwenye kile ambacho walikimaliza msimu uliopita, lakini pia kuendelea kushiriki kwenye michuano ya kimataifa. Mpaka hivi sasa kwenye nafasi ya 3 ni nafasi ambayo ni ngumu kwenda kung'ang'ania hizo nafasi mbili kwa mujibu wa alama ambazo zipo mpaka hivi sasa kwa maana ya msimamo wa ligi. Lakini ukitazama zile qualities ambazo zilikuwa zinawapa nafasi Azam FC msimu uliopita kuwa bora, sasa hivi imeshindikana kuwa kwenye hiyo nafasi. Mfano, msimu uliopita Azam FC ukitazama madefender wao ama mabeki wao wa pembeni walikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanatengeneza sana assist. Pascal Msindo, Lusajo Mwaikenda, Chilambo pamoja na kina Sidibe walikuwa na nafasi nzuri sana. Mpaka ligi inamalizika ama inasogea ukingoni kama hivi ambavyo tupo, kila defender alikuwa na walau amehusika kwenye magoli 3 mpaka 4 5 kwenye timu ya Azam FC. Lakini mpaka hivi sasa ukiangalia nafasi ni ndogo sana ama chance ni ndogo sana kwa hao mabeki kufanya kile ambacho walikimaliza kwenye msimu uliopita, licha ya kwamba bado wana ile performance ambao walikuwa nayo. Lakini vile vitu ambavyo vilikuwa vinawatengenezea ubora Azam FC kwenye kuscore na kwenye kupata nafasi ya kuwa kwenye ile nafasi ambayo walikuwa nayo hauioni tena. Ukitazama kwenye eneo la kati bado kuna shida kwenye eneo lao la kuruhusu magoli. Timu inaweza ikawa inafunga, lakini mabeki wao, golikipa wao ana makosa ambayo mara kwa mara yamekuwa yanawasababishia Azam FC kuingia kwenye kupoteza alama. Licha ya kwamba mpaka hivi sasa ni miongoni mwa magolikipa ambao wana clean sheet nyingi kwa maana ya 10, lakini bado haumpi nafasi ya kwamba anaweza kufanya vizuri zaidi kama ambavyo ilikuwa kwenye msimu uliopita. Eneo la utengenezwaji wa nafasi, msimu uliopita walikuwepo na Kiple ambaye mpaka msimu unamalizika ndiye alikuwa top. Alikuwa anamsaidia Faisal kwenye mazingira ambayo Faisal hana nyakati bora, yeye alikuwa anaenda kutengeneza nafasi na Azam FC inapata matokeo. Jibri Sila pia alikuwa kwenye ubora, alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa wana mchango mkubwa zaidi kwenye kikosi cha Azam FC. Lakini sasa hivi ukiangalia, ukimuondoa Faisal mwenye walau kuhusika kwenye magoli 16, hakuna mchezaji mwingine wa Azam FC mwenye ukaribu wa kusogelea huyo mchezaji ambaye kidogo ana boost ile performance ya Azam FC mpaka hivi sasa. Angalia kwenye eneo la umaliziaji, Jiao mpaka hivi sasa hajarejea kwenye ubora. Mshambuliaji ambaye walikuwa wanamtegemea walau kwenye kufunga, bado na yeye anaingia toka kwenye uchezaji wake. Kwa hiyo kuna 100% ya kile ambacho Azam wanakitarajia kwenye msimu wakati unaanza, mpaka hivi sasa wameshafeli, kwa sababu ubingwa sasa hivi huwezi ukamweka Azam tena kwenye ubingwa. Alishasema mwenyewe Zaka za kazi kwamba mpaka hivi sasa imekuwa ngumu sisi kwenda kuchukua ubingwa. Tafsiri ya nini? Tafsiri ya kwamba ameshindwa tu kuambia watu kwamba msimu sisi kwenye ubingwa mtutoe, ila kwenye uhalisia ni kwamba mpaka hivi sasa ukiangalia mechi ambazo Azam anazo, alama ambazo ameachwa na watu ambao wapo juu yake, humuoni nafasi ya yeye kwenda kuchukua ubingwa. Na bahati mbaya Singida kwenye jana wakati wanatambulisha ama wanazindua uwanja wao, alizungumza pale miongoni mwa wajumbe ambao wapo kwenye bodi ya Singida Big Black Stars, alisema ya kwamba wanahitaji kwenda kwenye michuano ya kimataifa. It means Azam na Singida ndio watu ambao wanafukuzana, kitu ambacho ni aibu kwa Azam. Singida anatoka nyuma kuja kuanza kumfukuzia kwenye hilo eneo ambalo yupo mtu ambaye msimu uliopita tu ametoka kufukuzana kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kina Zaka, kina Popati wanatakiwa kukaa na kuangalia namna gani ambavyo ukubwa wa Azam ambao tunauzungumza kwenye issue ya uwanja, issue ya facilities zao, miundombinu ambao wanayo, aina ya wachezaji ambao wanao, wanaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Sasa hivi tunazungumza akina Faisal hapa, akina Upeto ametoka kuasifia, akina Msindo, akina Mustafa wapo kwenye vikosi vyao vya timu ya taifa. Inakuaje sasa timu inashindwa kupata ile performance ambayo tumeizungumza? Miaka takriban imepita 7+ huko, watu wameshachukua ubingwa kipindi hicho. Mpaka hivi sasa tunazungumza tu ni Maranas wanafukuzia. Hamna mtu ambaye anampa nafasi Azam kwenye kuchukua ubingwa. Yaani sasa hivi Azam hata akishinda mechi 7, mtu akija kuulizwa unamuona wapi Azam, mtu atakwambia hao wanacheza tu. Mwisho wa msimu utafika, watafikia hatua, watakubali tu kwamba mbio za ubingwa zimeisha. Yaani inatakiwa watoke kwenye hiyo aibu, warejee kwenye ile Azam ambayo watu wanatamani kuiona nje ya uwanja ambavyo ipo, ndivyo iwe ndani ya uwanja kwenye mazingira kutafuta alama 3. Lakini mpaka hivi sasa msimu huu Azam FC wamefeli kwenye ligi ya Tanzania. Sawa. Azam wana miaka 10 sasa. Ukiwatazama kwenye historia yao 4 rasmi mpaka 2014 ndo wakapata
ubingwa 13 14 msimu ule ndio akapata ubingwa, na ukitazama toka mpata ubingwa mpaka sasa ni miaka takriban 10 11 hivi. Nafikiri 10 kwangu, acha tuweke 10. Mpata wamekaa tena bila kukosa chochote. Ni jinsi gani sasa watazame kwa makini, kwa sababu uwekezaji wao ni mkubwa? Nafikiri watu wengi tunawahukumu Azam kwa sababu ya uwekezaji ambao wameufanya na maisha wanayo. Kwa hivyo yani wewe kuwa na mali nyumbani haina maana kwamba nani ndo kila kitu kitakuendea smooth, kwa sababu kwenye nukuu moja sa Alex Ferguson anasema wakati mwingine mpira hata sio huo mpira. Anatumia tu hilo neno, wakati mwingine mpira hata sio huo mpira. Au tusisikia wivu au chungu kwa kitu ambacho, yaani unajua tunaweza tukawa tuna malengo makubwa kuliko Azam wenyewe. Sisi na wasiwasi hicho kitu. Sisi tunaweza tukawa tuna malengo yetu binafsi ambayo si malengo ya Azam. Okay. Nina wasiwasi na hicho kitu kwa sababu unafanya kila siku anatubia bilioni. Haiwaumi kwa sababu rebuilding is a process. Leo hii Yanga na miaka mingapi? Ndio tu mfano 90, sio? Amechukua ubingwa wa ligi mara ngapi? Mara 30. Maana yake kwa tafsiri rahisi ameikosa misimu 60. Sijui ushanifahamu. Kwenye misimu 90 unachukua ubingwa mara 30, ni bingwa wa kihistoria. Umeikosa mara 60. Sijui unanifahamu. Azam FC tangu kupanda ligi kuu, leo ni mwaka wa 13, ana kombe moja la ligi kuu. Ana Kagame, nafikiri sasa hivi anaelekea kuwa bingwa wa kihistoria wa Kagame. Yaani anafukuziana na Simba na Yanga. Ukija kwenye hatuwezi kuzungumzia sana Mapinduzi kwa sababu yeye ndo bingwa wa muda wote wa michuano hiyo, si ndio? Kila nikijaribu tu kuadjust akili yangu, kuna wakati ambao inaniambia kwamba Azam FC tulitaraji makubwa sana kwake, kiasi ambacho chochote anachokifanya sisi tunamcount on kama mkubwa. Na ndio maana watu hushangai kwa nini wanajicount kama mkubwa, kwa sababu usajili anaofanya utaki kuniambia Mtibwa hawatamani, si ndio? Au Kagera hawatamani kufanya usajili huo, lakini unafanya ule usajili kama mkubwa. Ndio maana nikasema soka pia lina njia zake ambazo wakati mwingine haziwezi kutatuliwa tu na fedha peke yake. Kwa sababu nitakupa mfano mwepesi tu. Wachezaji hao wa Azam ambao kuwatoa pale Azam wakienda hizo timu nyingine zote wamekuwa kianza wote, na wamekuwa kisehemu ya mafanikio makubwa na mchango wa moja kwa moja wa ubingwa. Lakini kwa nini wakawa Azam FC hawawezi kuipa mataji timu yao mpaka waende sehemu nyingine ndo anaenda kuipa mataji? Na unajua kuna mchezaji kupata taji kwa sababu upo kwenye timu, na kuna mchezaji kupata taji kwa sababu wewe ni sababu ya hilo taji ambalo timu inapata. Azam FC wachezaji wao wakienda sehemu nyingine wamekuwa ni sababu pia ya timu yao kupata mataji wanayochezea. Last season Mudathir Yahya akiwa na goli zaidi ya 9 kwenye ligi, akiwa na mchango unaoonekana wa moja kwa moja. Amefunga zaidi ya magoli 13, kiwango ambacho hajawahi kufanya kwa na Azam FC per season, si ndio? Unamzungumzia Salum Abubakar Shuaboy, played a key vital role kwenye mafanikio ya Young Africans kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, pamoja na kutoa ubingwa. Farid Musa Malik Shah ameamua ubingwa wa Young Africa kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji kupitia mabao yake mawili kwenye mchezo ule, sivyo? Kwa nini wale kina Manula na kina John Rafael Boko walivyoondoka Azam wakaenda akatengeneza timu dominant zaidi kwa upande wa Simba kimataifa lakini pia kitaifa? Inawezekana kabisa. Sisi tuliopo nje tunachanganyikiwa na Azam kuliko wao wanavyochanganyikiwa na timu yao, na nina wasiwasi huenda sisi tuna malengo makubwa kuliko wamiliki wa Azam FC, na sintashangaa kama Azam itaendelea kufanya hivi. Swali langu pekee ambalo nilishawahi kumuuliza hata Popat hapa tukiwa kwenye interview humu ndani, nilishawahi kumuuliza kwamba kuna kundi kubwa la wachezaji wengi ambao wanavyoingia Azam wanakuwa na wachezaji wakubwa, wakifika pale baada ya muda wanashuka ubora wao. Nilimtaja Sheku Sidibe, nilimtaja Razak Tanda Balora, nilimtaja Matthew Kigonya. Na unachosema ni sahihi 100%. Yaani hiyo sihitaji hata zaka za kazi ama mtu mwingine wanakosa ama kuna namna ndio maana wana relax. Football is a game of reminding. It's a game ambayo kila saa unapaswa kuwa na mtu ambaye anakuimbia mgongoni. Sijui kama Azam hawana mtu huyo, kwa sababu kuna wakati ambao unafika, mtazame kwa mfano Jason Fuentes, yule ambaye alikuwa anaanza na sasa hivi kuna namna grafu yake sio ile. Ukimtazama Sheku Sidibe amekuja akiwa anaitwa kikosi cha timu taifa ya Senegal, lakini amefika hapa Pascal Msindo, kuna wakati ambao Pascal Msindo alikuwa na injury, ikawa inaonekana bora
Pascal Msindo nusu kuliko Shekusi Dibe mzima. Sijui unanifahamu. Yeah. Kwa hiyo kuna wakati ambao wachezaji wanakwenda kushuka kiwango Azam na sijui ni nini hasa, lakini hata Popat mwenyewe alisema hajui kwa nini hicho kitu kinatokea. Wachezaji wengi ambao tunawaona, nafikiri mtu ambaye ameenda ku maintain performance yake ni Faisal Salum Abdullah, Feitoto, lakini pia kuna Jibril Sila, nimemwona ki maintain performance yake. Kuna Kipre Junior alijitahidi mpaka anaingia mpaka anapoondoka bado alikuwa kwenye kiwango ambacho uwezo kukibeza hata kidogo. Otherwise huenda matarajio yetu kwa Azam ndio ambaye anatutesa, lakini si kile ambacho ni target za Azam, na sioni kama kitabadilika kwa miaka hivi karibuni. Kuchukua ubingwa pia kwenye nchi ambayo Simba na Yanga wamekita mizizi ya namna hii, kwenye sehemu ambayo inaweza kutumika busara kuliko kanuni kwenye nyakati kama hizo, nafikiri tunaweza tukawa tunawalaumu tu wakati mwingine Azam, lakini kuna sababu nyingi sana ambazo ni nje ya uchumi wao ambazo zinaweza zinafanya wasichukue ubingwa. Saa 1:55 huyu ni Nazareth Upete hapa ndani ya Bao la Asubuhi. Meiweka viedi kabisa wanavyocheza kiwanjani. Wanacheza kama kuna muda wanacheza kama wanacheza kama ulishawahi kuona timu ambayo wachezaji wake wanamaliza mechi ili kwa sababu ni enjoyment. Msimu wenyewe ushakuwa chukuchuku. Hauliki tena uungu. Mimi naomba niende kwa wakulima. Muda huu naomba niende kwa wakulima. Wakulima ambao wamejiboost tayari ni wanufaika moja kwa moja na Airtel Money. Hapa ndani ya Bao la Asubuhi tunaye mkulima ambaye tayari amenufaika kwa shilingi 20,000, lakini pia kwa zile 500 kila anapofungua Airtel Money app yake. Kwa hiyo unasubiri nini? Kaa hapo kijanja zaidi.